kufa analijua yeye. Anaelewa swala la Chimami kufa. Mbona sikuelewi sasa? Na wewe umuoni? Mtu wa pressure nyingi sana. Sasa Diego, sikiliza nikwambie mwanangu. Mimi hilo swala sitaki kuliamini kwa sababu ninachokishangaa leo mimi baba mwenye nyumba kunisimamisha barabarani, yani kunitaarifu kwamba tumelipiwa kodi tena ya mwaka mzima. Nikawa namuuliza nani kalipa? Akasema amelipa Chimami. Demu wako, kumbe wewe unavimba mle ndani kwangu unalipiwa na mwanamke. Ila Chimami na kwa hata mimi mwenyewe linanichanganya. Sasa Chimami kashaanza kuwa mzimu kaka. Ila sasa yani ni kweli kabisa kalipia kabisa hela. Yani hata mimi mwenyewe alipokuwa amenitajia umelipiwa, nikamuuliza nani kanilipia? Akasema tena kana ananitania kabisa, wewe Mario Sharobaro unalipiwa na dada mzuri. Kanizunguka mwisho akafunguka. Ni nani sasa mzee, mbona unaongea sana? Akasema umelipiwa na dada anaitwa Chimami, tena hela alileta hapa nyumbani kwangu. Mimi na mke wangu tulikutana wote tukaipokea ile hela. Sasa nisikize kwanza. Huyu Matonge huyu, wewe muangalie vizuri, mzumu vizuri, utamuona tu wewe mwenyewe. Ukitaja swala Chimami tu lazima utamuona ni ili swala nahusika huyu jamaa. Sasa sikia nikwambie, huyu mtu anatokea vipi? Yaani unajua mimi mwenyewe nashangaa. Ila sema sasa mimi yani la mwisho la kusema, Matonge huyu mtu Chimami anawezekana anajua kabisa, yani kwa maana kufa kwake zote anajua, lakini nishaanza kukuelewa kitu. Anyway, wewe twende huko. Wewe twende tu. Twende basi. Sawa. Umesikia maidia? Yaani maidia nikwambie kitu. Mke wangu, haki ya Mungu, nimepata taarifa za muhimu kweli. Unaona bwana? Kumbe wale vijana wale tuko tunawashutumu wabaya, wauaji. Kumbe maskini ya Mungu wala sio wauaji. Vijana watu wametulia kimya. Wameua, wamemzika mtu kwenye nyumba yangu. Nini? Niko nashutumu vibaya maskini ya Mungu. Kumbe ni vijana wako shwari kabisa. Ila kuna huyo mmoja anaitwa Matonge huyo. Vipi? Koma mimi. Chimami. Ndio. Pokea. Pokea msikilize. Wewe kwanza. Kaka, hebu ache uoga. Hebu msikilize kwanza. Halo.